Ninakualika kwa namna pekee sana leo tuungane pamoja tena katika somo linalosema kazi iliyovamiwa. Tunapozungumza habari ya kazi, kazi ni mbaraka ambao Mungu alimpatia mwanadamu tangu mwanzo hata kabla ya dhambi kuingia hapa duniani. Kazi ilikusudiwa kuleta furaha katika maisha ya mwanadamu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 2 aya 15 utagundua ya kwamba Mungu alipokuwa amemuumba Adamu na Hawa na kuwaweka katika bustani ya Edeni, aliwapatia kazi ya kuilima bustani na kuitunza. Kazi ni mbaraka. Hata leo mtu anapokuwa akifanya kazi imemletea mafanikio. Hata maandiko matakatifu yanadiriki kusema mahali fulani, yeye asiyefanya kazi asile. Tunapofanya kazi ndio kufanikiwa. Mtu asiyejishughulisha kwa kitu chochote anatafuta hasara katika maisha yake. Na hivyo kazi imekusudiwa kuwa mbaraka kwa kila mwanadamu ambaye atakuwa mwaminifu kufanya kazi. Leo tunapozungumza habari ya kazi iliyovamiwa, ni kazi ya namna gani? Nimekuwa nikitafakari katika maisha yangu. Siku moja nilipokuwa nikipita mahali, nikaona mtu ambaye alikuwa anafanya kazi ya kufukuza ndege. Wengine wanatumia Kiswahili hiki kuhamia ndege. Asubuhi yote mpaka jioni mtu ameshinda shambani anafukuza ndege. Atapiga miluzi, atapiga ngoma, atafanya kila linalowezekana ili tu ndege wapate kukimbia. Ndege nao wana akili kwa sababu Mungu ameumba viumbe vyake kwa namna ya pekee. Anapoenda upande mmoja wanahamia mahali pengine. Huyu mkulima amekuwa ni mtu ambaye hana furaha katika ukulima wake. Ametumia nguvu nyingi, ametumia fedha nyingi, amewekeza kweli kweli, na katika muktadha huu anachoenda kuambulia ni kidogo, hakiendani na matarajio yake. Wakati mwingine sio ndege, huenda ni wanyama pori. Kuna wale ambao usiku ndipo wanaamka na kwenda kutafuta riziki. Unakuta mkulima anakesha usiku kucha. Kuna wale ambao ni hatari, tembo, iwe ni mchana ama usiku, wanaweza wakavamia shamba, na wanapovamia hata tembo mmoja anaweza akaharibu maekari ya shamba. Kuna vitu vingi, hata wadudu, nzige na kadhalika, wanaweza wakavamia shamba lako na ukapata hasara, ukapata kile ambacho hukutarajia katika bidii yote ambayo umewekeza. Tufanye nini? Maandiko matakatifu ambapo leo tutakuwa tukiangalia somo hili katika Waebrania 11:6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hili ndilo fungu ambalo linatuelekeza katika somo letu la leo. Imani, lazima tumtegemee Mungu kwa kila tunachokifanya. Unaposoma katika maandiko matakatifu utabaini ya kwamba viumbe vyote Mungu alivyoviumba, ameviumba ili vipate kuishi, na ni yeye ndiye anayevitegemeza. Unaposoma katika kitabu kile cha Mathayo 10 aya ya 29 ama hata Luka 12 aya 6, anasema, je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Mungu anajali viumbe wake. Shomoro ama ndege walio wadogo kabisa, anapoanguka chini Mungu anaona. Ana maelfu na mamilioni na mabilioni ya viumbe aliyoviumba katika sayari yake dunia. Ninatamani nikupatie siri ya kufanikiwa katika kazi zako zote unapokuwa ukizifanya, hata ikiwemo shughuli ama kazi ya kilimo. Ufanye nini ili upate kufanikiwa? Jambo la kwanza ni hili. Katika Kumbukumbu la Torati 8:18 anatuambia, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Mkumbuke Mungu wako kwamba ndiye anayekupatia nguvu. Unapoona unaamka asubuhi na kwenda kazini kwako, unaenda shambani kwako, hizo nguvu hazitokani na wewe mwenyewe. Neno la Mungu linatukumbusha ni Mungu ndiye anayekupatia nguvu. Kumbuka hilo wakati wote daima. Jambo la pili ni hili. Katika kitabu kile cha Mithali sura ile ya 3 aya ya 9 na ya 10 anasema, muheshimu Bwana kwa mali na kwa malimbuko ya mazao yako yote,
yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Kuna watu wamemvunjia Mungu heshima yake. Wanapopata mazao, wanapopata riziki, wanashindwa kumkumbuka Mungu, wanashindwa kumheshimu, wanashindwa kujua ya kwamba ana madai yake. Na katika vyote Mungu anapokuwa ametupatia, Mungu anatamani tuweze kumkumbuka ya kwamba ndiye aliyetubariki kwa vitu hivyo. Jambo lingine, tambua ya kwamba huna kitu chochote katika sayari hii. Ulikuja pasipo nguo, utaondoka duniani pasipo nguo, kama ambavyo neno la Mungu linatuambia pia katika Hagai 2:8. Anasema, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kila unachokiona, iwe ni fedha ulio nayo, dhahabu unazochimba hapo mgodini, kila unachokipata ni mali ya Bwana. Katika Zaburi ya 24:1 bado tunakumbushwa ya kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Mimi na wewe tu mali ya Bwana, kwa sababu ni yeye aliyetuumba. Vyote vimetoka kwa Mungu. Mungu ametuheshimisha tu, akaviwekeza kwetu. Hatupaswi kumsahau kwa jambo lolote. Zaburi ya 50 ile aya 10 hadi 11 anasema, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima 1000, na wajua ndege wote wa milima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama hivi ndivyo Mungu anavyodai kupitia maandiko matakatifu. Kuku ni wa kwake, kila kitu ni cha kwake, nguruwe pori ni wa kwake, tembo ni wa kwake, nzige ni viumbe wake, na kila kitu, ndege ni wa kwake. Anajua hata idadi. Huyu ndiyo Mungu ambaye ameumba vitu vyote tunavyoviona. Na hivyo ikiwa yeye ndiye aliyeumba vitu vyote na anajua hata idadi, bila shaka yeye ndiye pekee anayeweza kutatua mgogoro huu. Kwa nini ufanye kazi ambayo ni ya kuvamia tu? Uwe mvamizi wa kazi ambayo haikuhusu. Tunapoendelea utagundua ya kwamba ipo kazi ambayo kama ukimtegemea Mungu kikamilifu hutaifanya. Mungu mwenyewe ataifanya kwa ajili yako. Inakupasa uwe na imani, na ndio maana neno la leo linatuambia, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Unajua, katika Zaburi ile ya 145 aya, ukisoma kuanzia aya 14 hadi 19, utagundua ya kwamba macho yote ya viumbe, anasema aya 15, macho ya watu wote ya kuelekea wewe, nawe huwapa chakula chao wakati wake. Waufumbua mkono wako, wakishibisha kilicho hai matakwa yake. Mungu ni mwema. Unaposoma aya hizo utagundua ya kwamba kila kiumbe anakipatia chakula kwa wakati wake. Sasa ndege wakapate chakula wapi? Nguruwe pori waende kupata chakula wapi? Tembo waende wapi? Nzige wapate chakula kutoka wapi? Swali ni hilo ambalo tunaweza tukajiuliza, lakini ninataka nikupatie tumaini hili la pekee. Ahadi ya Mungu itakao kupatia mafanikio ni kama hivi ifuatavyo. Kitabu cha Malaki sura ile ya 3 aya ya 8, swali linaulizwa kwanza, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mungu anasema kupitia mtumishi wake nabii Malaki, tunamuibia Mungu zaka na dhabihu. Zaka, unakumbuka ya kwamba ni fungu la 10. Ukitaka kuelewa zaidi fungu la 10 lilivyo, nenda kasome kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 ile aya ya 30 mpaka aya ya 33. Anataja habari ya fungu la 10 zaka. Lakini tunapozungumza habari ya dhabihu, tuna maana pia ya sadaka. Vyote hivi vinaambatana kwa pamoja. Mungu anavitamka kupitia mtumishi wake nabii Malaki. Sasa sikiliza, katika aya ya 10 anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Sasa sikiliza, baada ya kutimiza takwa hilo, aya 11 inaleta ufumbuzi. Anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye,
wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Hivi ndivyo Mungu ambavyo anatoa ahadi ya pekee. Ni ahadi ambayo ina sharti. Lazima kwanza tukumbuke kumrudishia zaka na sadaka. Hatupaswi kumwibia, tunapaswa kumheshimu. Tunapaswa kukumbuka ya kwamba ndiye anayetupatia nguvu zote tulizo nazo. Tunapaswa kukumbuka ya kwamba fedha na dhahabu vyote ni mali yake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Na Mungu anapofanya hayo yote ni ili tupate kustawi. Malaki 3:12 anasema, na mataifa yote watawaiteni heri, watawaiteni wenye kubarikiwa, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Ninataka nikuambie katika somo hili, tunapofika miisho yake, kama utaisikia sauti ya Mungu, kama utafanya maagizo yote anayokuagiza hivi leo, kama utamwamini Mungu peke yake, hakika yake hutafanya kazi hiyo ya kuvamia. Hiyo kazi siyo ya kwako, ni kazi ya Mungu mwenyewe aliyeviumba viumbe vyake. Anajua namna ya kuzungumza navyo. Kama aliweza kuzungumza na samaki yule akaenda akammeza Yona, anashindwaje kukemea ndege? Kama aliweza kuzungumza na wanyama, unaposoma kitabu cha Mwanzo na utagundua kwamba wanyama wakaenda wakaingia ndani ya safina, anashindwaje kuwakemea tembo? Mungu anaweza kuzuilia hasara katika mashamba yetu. Utakuwa na kilimo ambacho kina mafanikio, lakini ili uweze kufanikiwa, ili uweze kupata mazao katika utimilifu wake, muheshimu Bwana kwa vyote anavyokupatia. Mtolee zaka, fanya kwa uaminifu, uwe mwaminifu, usile zaka, usile sadaka, uwe mwaminifu, rudisha hivyo ni vya kwake ili uitegemeze kazi yake. Ukifanya hivyo, anasema nami kwa ajili yako nitamkemea tembo, nitamkemea ndege. Hata kama nzige watakuja katika shamba lako, anaweza kuleta ndege ili wapate kuwala nzige, na ndege hawatagusa nafaka yako. Hivi ndivyo Mungu alivyo mwaminifu. Ninakualika mpendwa, weka matumaini yako yote kwa Mungu, hautajuta kamwe. Bwana kubariki. Endelea kufuatilia masomo haya, uendelee kubarikiwa. Na kama hujasubscribe, tafadhali subscribe na shiriki ujumbe huu kwa watu wengi ili usambaze neno la matumaini. Bwana kubariki. Hadi wakati mwingine tena tukutane, uwe na amani ya Bwana. Asante.